Mbali inakuwa ni pambano la amateur, pengine kuna zawadi zozote kwa washindi na washiriki ambao watakuwepo kwenye haya mapambano, kwa maana sasa ule mkataba ambao mmeingia nao hawa wachezaji upo kwa namna gani labda? Ni kweli ngumi za ridhaa. Ngumi za ridhaa hazina malipo. Ndio. Isipokuwa katika kuinua vipaji lazima tuandae zawadi ya vitendea kazi. Ndiyo. Na fedha kidogo, maana ukiangalia vijana wanapambana lazima wapate fedha ya kuwasaidia na kuwatia moyo katika mchezo huu wa masumbwi. So tumekubaliana na bondia mmoja na mabondia wote wamekubali kushiriki. Vile vile lengo kubwa lingine sio tu kuandaa tamasha na kuwaacha waendelee tu hivyo hivyo. Lengo kubwa ni kuangalia namna gani ya kuwasupport. So Mungu akijalia vile vile mwezi wa 11 tutaandaa pambano Dar es Salaam Ukonga. Ndio. Watakuja na watu Dar es Salaam wawaone. Kwa hiyo ni muendelezo wa kuwapa mechi endelevu watu wa mkoa wa Kigoma. Lengo ni kuinua vipaji vya mkoa wa Kigoma kama kwenye mpira walipotoka kina Kaseja, kina Kagoma hawa. Kwenye kina Kagoma. Kwenye ngumi mbona hatuoni mtu wa Kigoma? Basi ndo waje wanyanyuke. Wapo, ila sisi tumejitolea kuwanyanyua, sio kuwacheze tu hiyo alafu hiyo ndio imeisha. Tunawapa nafasi nyingine tena mkoani Dar es Salaam. Sawa, mchezo wa ngumi mkoani Kigoma kama ulivyozungumza kwamba bado haujafika katika zile level ambazo watu wengi pengine wanatamani. Pengine neno lako sasa kwa wakazi na wadau wa masumbwi kutokea mkoani Kigoma kuelekea siku sasa hiyo ya pambano husika, na watarajie nini labda katika pambano hilo moja kwa moja? Watarajie mechi itakuwa nzuri sana. Siku hiyo tarehe 28 Ijumaa hii kutakuwa na vipaji vya wazawa, waje wawasapoti watu wazawa. Yani tunavyoelewa kwamba mtu wa nyumbani ana asilimia zaidi ya 60 ya ushindi kwa sababu ni ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo waje wawasapoti, nguvu ya watu itawasaidia hata wazawa wa Kigoma waweze kushinda, kwa sababu nguvu ya mashabiki, mchezo wote nguvu inategemea kwenye mashabiki. Kwa hiyo mashabiki watakapotokea Kigoma, basi kuna asilimia zaidi ya 60 watu zao wa Kigoma wakapata ushindi mwingi kuliko watu wanaotokea mkoa wa Dar es Salaam. So waje kwa wingi mashabiki na wadau mbalimbali na wasapoti. Vile vile watakavyomuona bondia yoyote mkoa wa Kigoma, wampe support. Huu ni mchezo ambao ni hadimu. Ni mchezo wa dimu na ni mchezo ambao wa kipaji. Sio ni kusomea, ni kipaji. Mtu anazaliwa na kipaji, hausomei ngumi, bali unafunzwa ngumi. Kwa hiyo ni kipaji chako tu, watu wanakiendeleza. Kwa hiyo kipaji hiki vitakuwa vilelewe vizuri, na vile vile support nyingi sana zipo katika mchezo wa mpira wa miguu. So waangalie na michezo mingine waiongeze support, kwa sababu bondia yeye ndio forward, yeye ndio defense, yeye ndio midfielder. Anaposhambulia ulingoni pale anafanya yeye ndio forward striker. Anapo guard yeye anacheza anakuwa beki. Yaani bondia yeye ndio timu. Anapotembea yeye ndio anakuwa midfielder. Kwa bondia mtu mmoja anakuwa ndio timu. Sawa. Tuje tuangazie katika upande wa viingilio ambavyo mmeviweka kuelekea kwenye pambano hilo kwa siku hiyo ya Agosti 28. Mmeweka kiingilio ambacho kwa Mtanzania wa kawaida inawezekana mtu akaona akasema kwa nini mmeweka hivi 10,000 ambako ndio kiingilio cha chini zaidi na hadi 100,000. Pengine mmezingatia nini hasa katika hivi viingilio, lakini pia ungemtajia mtazamaji viingilio ambavyo mmeviweka katika siku hiyo ya pambano? Viingilio ni shilingi 10,000 getini. Getini pale kiingilio ni shilingi 10,000, kwa VIP ni 30,000, na kutakuwa na watu special ambao tumewaandikia barua. Maana kutokana na maisha ya sasa, uchumi kidogo mtaani so kuzuri sana, na tunajua baadhi watu wengi ni maskini, wanatakiwa waje kuliona hilo pambano. So kwa shilingi 10,000, na ukiangalia mtu miaka zaidi ya 10 hajaona pambano, ni kitu ni gharama ya chini sana. Yaani kitu ambacho hujakiona miaka 10 unakuja kukiona, ni gharama ya chini sana. Vile vile ni fedha ambayo itakuja kwa support. Ile shilingi 10,000 inaenda kumsupport bondia. Kwa sababu mabondia wanacheza ngumi ya ridhaa. Hawalipwi. Yani sasa wanavotoa ile fedha wanawasupport, wanawachangia.
Kwa hiyo ndo kama hivyo ambavyo vitasaidia kwenye nauli, chakula, ni gharama ndogo ndogo ambazo, na ukiangalia zipo discount kwa mabondia yenyewe. Tumewambia discount kwa wale mashabiki, akinunua tiketi kwa bondia atapunguziwa, kwa sababu bondia mwenyewe anajua hii ni fedha yangu. Kwa hiyo ukinunua tiketi kwa bondia kuna discount utapatiwa pale. Kuna punguzo. Sawa, mbali na burudani hiyo ya masumbwi, hakuna burudani yoyote ambayo mmeiandaa wakati wa pambano, labda kama ni music ama namna gani, katika mazingira tu ya kumfanya mtazamaji apate burudani tofauti tofauti siku ya pambano? Ya, burudani ipo. Tumeandaa wasanii, watakuwa wasanii watatu, ni wazawa hapa Kigoma. So tunapenda kuwatumia wazawa kwa sababu ukiangalia ni wasanii ambao yani hawana support. Ni kipaji, akiimba unaona ni kipaji cha ngumi ambacho tukipeleka mjini kinaenda. Kwa kutakuwa na wasanii wazawa hapa mkoa wa Kigoma wata perform siku hiyo. Sawa, katika kumalizia tu tuje tuangazie pia neno lako la mwisho kwa watazamaji, lakini pia kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma, lakini pia wapenzi wa masumbwi kuelekea siku hiyo. Kitu gani ambacho hawana budi kukifanya kujiandaa, lakini pia kitu cha tofauti ambacho mtu asiyefika huenda akajutia katika burudani hii ya masumbwi? Mtu asiyefika atajutia kukosa burudani ambayo ni amazing sana. Ngumi kipaji. Wengi sana wanaangalia ngumi kwenye TV, na hususan mkoa wa Kigoma ni mkoa ambao nafasi chache sana za kuona live boxing. So hii nafasi waitumie kuangalia live boxing na wataipenda sana. Kwa tunaomba mashabiki wa ngumi na mashabiki wa wazawa. Hapa kutakuwa na mashabiki wa aina mbili. Kutakuwa na mashabiki wa ngumi, yani mtu anaipenda ngumi. Alafu kutakuwa na mashabiki wa wazawa. Yani kwamba kuja kuwasupport ndugu zao wa Kigoma. Kwa sababu mkoa wa Kigoma ni mkoa ambao unapokea watu kutoka mikoa mbalimbali. Morogoro, Iringa, Dar es Salaam hapo hapa. Kwa watakuja, ukiona mtu katoka Dar es Salaam kuja kwa ajili ya kucheki ngumi, maana yake huyo ni mpenzi wa ngumi. So watakuepo, kwa tunawakaribisha sana. Sawa, mtazamaji, huyo ni Master Koncho, meneja wa Gaddafi M&Y Boxing Promotion, ambaye kwa siku ya leo tumekuwa naye hapa akienda kuzungumza tamasha ama siku ya pambano la masumbwi ambayo linakwenda kufanyika Agosti 28 mwaka huu katika ukumbi wa Chobo mkoani Kigoma, ambako itahusisha mabondia kutokea mkoani Kigoma hapa, lakini pia na mabondia ambao wametokea katika jiji la Dar es Salaam ambako watakwenda kupamba usiku huo ambao unasubiriwa kwa hamu na wakazi wa mkoa wa Kigoma. Siku moja mimi pia naomba pambano na Yusuf Mpuma tuweze kuzichapa hapa ndani studio, kwa make sure kwamba tunaweka heshima na kuendeleza kile ambacho tumekianzisha moja kwa moja. Jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa wewe ambaye umekuwa nami kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Anuari TV.